Aprili 2, Jumatano, mwaka wa 2025. Aina mbili za wasiwasi. Wakorintho wa pili 7:10. Huzuni ya kimungu huleta toba inayoongoza kwenye wokovu na haiachi majuto, bali huzuni ya dunia huleta mauti. Lazima urejeshe nguvu inayokuokoa wewe mwenyewe kwa masaa 24. Kwa hivyo lazima ushikilie mistari miwili ya maombi. Ni maombi ambayo huhuisha nafsi, mwili na ubongo wako. Kuanzia hatua hii na kuendelea, ufalme wa Mungu utaanzishwa na utaweza kuokoa ulimwengu. Ni wakati huu mambo ya milele yaliahidiwa kwako. Ni hapo tu unaweza kuokoa zama. Mara tu unapoanza kuweka hii katika vitendo na kuanza kuwatangulia wengine, utakuwa tayari 100%. Utapata neema kubwa mara tu utakapoonja mafumbo 10 yanayotoka kwenye Mwanzo 41:38. Walakini kuna aina mbili za wasiwasi. Wasiwasi wa ulimwengu hukuletea uharibifu, lakini wasiwasi unaotokana na mapenzi ya Mungu huleta wokovu. Ibrahimu alitumia nusu ya maisha yake akiwa na wasiwasi, huku Musa akiwa na wasiwasi kwa miaka 40 akitafakari jinsi angeweza kupata mafanikio. Mfalme Sauli alijiwekea lengo la kumfanya mwanawe Yonathani kurithi kiti cha ufalme baada yake, huku mfalme Ahabu akiwa na ndoto ya utandawazi kupitia Israeli. Hata Mafarisayo walikuwa na wasiwasi daima juu ya kudumisha vyeo vyao. Hivi sasa Waislamu wameteka theluthi moja ya watu duniani, na mashirika hayo matatu yamekamata utamaduni huo. Kupitia uenezi mkubwa wa harakati ya kutafakari ya transcendental, wagonjwa wa akili wameongezeka kwa kasi. Hata hivyo, waumini hawana wasiwasi kuhusu hili. Ni nini basi hangaiko la mwinjilisti Paulo? Moja. Uinjilisti wa watu wa Kiyahudi. Ingawa walipokea wokovu, watu wa Kiyahudi hawakuweza kuondoa hukumu ya sheria kutoka kwa Injili. Walikuwa wakaidi, wakidai tohara kama hitaji, na walileta machafuko kutokana na mapigano kati ya makundi. Katika uchungu mwingi, Paulo alimtuma Tito kwa kanisa la Korintho. 2. Uinjilisti wa Makedonia. Makedonia ilikuwa mahali ambapo utamaduni wa giza uliundwa kutoka kwa madhabahu ya sanamu. Ilikuwa ni mahali penye mizizi mirefu katika utamaduni wa Kigiriki na hata iliathiri sana Roma pia. Hivyo palikuwa mahali ambapo uinjilisti ulikuwa wa lazima kabisa. 3. Uinjilisti wa Roma 70 BK. Roma ilileta Israeli kwenye uharibifu na pia iliharibu hekalu. Baadaye msiba huko Pompei ulitokea huko Roma, ingawa Warumi walitangaza Ukristo kama dini yao ya kitaifa mnamo miaka 313 baada ya Kristo, wakawa sababu ya uharibifu wa makanisa ya ulimwengu katika siku zijazo. Kwa hivyo lazima uwe na wasiwasi kwa kizazi na wasiwasi ili kutekeleza mapenzi ya Mungu kwa usahihi. Wakati remnant 7 walipokabili dhiki, wote walikabili majibu ya kweli. Unapofurahia baraka hii pia lazima upitishe hii kwa wazao, ombi la agano. Mungu Baba, wiki hii iwe wakati wa kugundua mapenzi yako makuu. Uwabariki remnant wote wanaorudi nyumbani. Pia uwabariki watoto wako katika Oceania na makabila 5,000. Naomba niuokoe ulimwengu mzima kwa uwezo wako unaopita wakati na nafasi. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.